yakaongezwa yakapunguzwa. Lakini swali ni je, tunahakiki usalama wa watoto wetu kiasi gani wanapokuwa wanakula mashuleni? Sababu leo kuna magonjwa, kuna mfumuko wa magonjwa mengi ya kuambukiza. Watoto wanapokuwa wanakula wote pamoja, usalama unakuwa mdogo, wananyang'anyana vijiko, vikombe, nini. Hizi wanatua huku, wanatua kule, watoto wanakula tu, wajali mazingira. Hatuoni kama tunaweza tukawasababishia watoto maradhi mengine ambayo sisi wenyewe ndio tumewapa. Mtoto anatoka shule, kwa mfano, mtoto awali anatoka shule saa 4, amekunywa uji. Akifika nyumbani hawezi kukalimisha kula, atahitaji tena chakula. Sasa unajiuliza swali, hichi chakula cha shuleni kinamsaidia nini mtoto? Anakunywa uji wakati wa kutoka shule, akifika nyumbani tena anakula. Huenda labda wangekula asubuhi kwamba akiwasaidia wakati wa masomo, lakini wanakula wamemaliza shule. Hii nini sasa? Inasaidia nini sasa? Mpaka unabaki unajiuliza, naona hapana, twende hivyo hivyo. Sasa hili la watoto wa shule nzima kuwapa chakula ni jambo zuri sana, lakini kama litakuwa na vigezo vya kisheria au vigezo vitakao turudisha sisi kwamba wanakula mashuleni, kwa mfano watoto wameshadondoka wengi na njaa. Sawa sawa jamani, watoto wamedondoka wengi na njaa. Sasa hii wazazi hapana, hamuwalishe watoto nyumbani, leteni chakula tuwalishe wenyewe. Hili linaeleweka. Lakini pili, watoto wanashindwa kufaulu vizuri kwa sababu wanasoma masomo mengi na njaa. Mtu wape msaada wa chakula ili wapate nguvu za kusoma. Kuchukua elimu sio jambo dogo, ni jambo zito sana. Sasa ndio tutazame sasa kulingana na sababu zinazowapelekea watoto wapewe chakula shuleni. Tujadili. Kama wamedondoka na njaa, hawa watu wapewe wada, hatuwezi kuwapa uji. Kwa sababu uji hautawasaidia. Sinaeleweka jamani? Na kama ni sababu nyingine tofauti na hii, hebu watuambie, tufanye mjadala kupitia sababu. Naeleweka? Tufanye mjadala kupitia nini? Tatizo. Yaani sisi tupo kwenye changamoto, tunajadili tatizo. Sasa tutazame tatizo ambalo tunalijadili sisi linatokana na nini? Chanzo cha watoto wale mashuleni, tatizo haswa nini? Asante.